Za kupata habari kutoka JTV, subscribe. Lazima tujali amani ya nchi yetu, tuipiganie amani ya nchi yetu, tuwe ni wazalendo kwa ajili ya taifa letu. Hatuna Tanzania zaidi ya hii. Ikiharibika Tanzania hii tutaenda wapi? Tuangalie ni mifano hai. Kongo ni juzi hapa, akina mama wanauawa, watoto wanauawa, familia zimesambaratika, amani hakuna. Lazima tuwe tayari kuhakikisha amani tulionayo tunailinda, tunaitetea, tunaihami. Lazima tuwe ni wazalendo kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema nini ndani ya Qur'an? وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. Mwenyezi Mungu anawapigia mfano wanadamu ya nchi qaryatan. Jamani, ni Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu anatuambia nini? Qaryatan, nchi moja, kanat amina, ilikuwa na amani, mutmainna, ina utulivu kama nchi yetu ya Tanzania. Taifa letu la Tanzania lina amani, lina utulivu, watu wanafanya shughuli zao. Yaatiha rizquha min kulli makan, vyakula vinakuja ndani ya hiyo nchi kutoka kila mahala, pande zote za dunia zinakuja ndani ya nchi hiyo. Ni Qur'ani hiyo. Hii neema ya amani, utulivu, biashara zinafanyika, vilimo vinafanyika, watu wanaishi vizuri. Hii nchi fakafarat bi an'amillah, wakaona wale wa ile nchi ya kazi gani haya, tuharibu hii neema ya Mwenyezi Mungu alotupa ya amani, neema alotupa ya utulivu, tuiondoe hii, tuanze vita, vurugu ndani ya taifa letu. Impact yake nini? Kitu gani kilitokea? Mwenyezi Mungu anasema faadhaqaha Allahu libasa al-ju'i, Mwenyezi Mungu lile taifa akalivisha vazi la njaa. Vita linapokuwepo hakuna kulima, hakuna biashara, hakuna chochote, kila mtu anakimbia. Baba amkimbia mama, mtoto anamkimbia baba, familia zinaharibika, balaa inaingia ndani ya taifa. Amani aiwalekoa. Amani yetu tuichunge sana, amani yetu tuiangalie sana. Yoyote ambaye yuko tayari kuivuruga taifa letu hili, kuondoa amani, tusimkubalie, tumkatalie kwa vishawishi vyovyote atavyokuwa navyo. Hakuna kitu ghalian fi hadhihi alhaya, kitu chenye thamani kubwa kama amani na utulivu. Kwa amani na utulivu kila kitu kinafanyika. Tuna haki ya kumwombea dua rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Hatuna rais mwingine kwa wakati huu zaidi ya huyu. Rais wetu ni mmoja, ni kiongozi ambaye anaongoza nchi hii, anatuongoza Watanzania wote. Ni haki yetu kumwombea dua. Mwenyezi Mungu ampe hekima, busara katika kuliongoza hili taifa. Mwenyezi Mungu amwepushe hasadi, mabalaa, kwa sababu kama hatumwombei dua, akileta mambo ambayo hayafai atatudhurusie. Kwa hiyo ni wajibu wetu tumwombee dua mama yetu huyu, rais huyu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe hikma, ampe busara. Mengi tunayaona, tukiwa ni viongozi wa dini tuna haki ya kuyasema. Angalia ndani ya mji wetu Tunduma, Mpemba, wapi huko, tunaangalia mashule ya magorofa zaidi ya 3. Kabla yake ilikuwa hakuna. Nchi nzima yamejengwa hayo, yamefanyika chini ya utawala wake. Ni mambo ni mazuri ya kiongozi. Kwa nini tusiyaseme? Man sana ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Watoto wetu walikuwa wanahangaika mashule ya kusoma, leo huyu mama ametutengenezea. Kwa nini tusiyaseme haya? Ambaye anakufanyia mazuri muombe dua. Kama huwezi umlipe, ambaye anakufanyia mazuri umlipe. Mtume asema kama huwezi fadhuuna, basi muombe dua. Ndio tuna haki ya kumwombea kiongozi wetu huyu kwa baraka ya siku ya leo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe umri
amuondoshe mabalaa, amuondoshe husda, ili nchi yetu iendelee kuwa na amani, nchi yetu iendelee kuwa na utulivu, wa Tanzania wapendane pasina kubaguana. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie ibada yetu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.